Usiishi kwa nafsi yako mwenyewe. Ujue unaishi kwa sababu Mungu amekufanya uishi. Na ipo siku aliyekufanya uishi hapa duniani ataamua kusema sasa usiendelee kuishi. Na kwa maana hiyo sasa, watu wa Mungu, usifanye jambo lolote lililo kinyume na mapenzi ya yeye aliyekuweka duniani. Kwa sababu aliyekuweka na makusudi. Sisi hatujajiweka hapa wenyewe, hatukuja kwa hiari yetu wala kwa nguvu zetu. Tulikuja kwa sababu Mungu alituleta tuwepo duniani. Na wakati wetu wa kuishi duniani ukiisha, tutaondoka kwa sababu yeye atatuambia sasa wakati wa kuondoka umefika. Unapofanya jambo ambalo linaleta athari kwenye mwili wako, sio kwa namna nyingine yoyote ile. Unajua mtu mwingine asema, mimi afya yangu ni ya kwangu mwenyewe, mwili ni wa kwangu mwenyewe, nina uhuru wa kufanya chochote ninachotaka. Unaweza kutumia madawa ya kulevya, mapombe yanayoharibu mwili, vitu vya ajabu vinavyoleta shida kwenye mwili wako. Unaliharibu hekalu, unaharibu nyumba ya Mungu, unaharibu uhai ambao Mungu alikupa. Utakuwa na hukumu sawa sawa na mtu mwingine yoyote ambaye amefanya tukio la kufanya hivyo. Kwa hiyo hakuna mwenye mamlaka juu ya maisha yangu mimi, juu ya maisha yako wewe, juu ya maisha ya mtu yoyote, hata juu ya maisha ya Samueli. Hayuko mwenye mamlaka. Hata wewe mwenyewe huwezi kusema kwa sababu ni mwili wangu basi naweza nikafanya chochote ninachotaka. Unafanya dhambi na unafanya kosa ambalo Mungu atakuhukumu siku ya mwisho. Kwa hiyo tendo lililofanyika sio tendo la faraja wala sio tendo zuri. Na kila mmoja anapaswa kuona kwamba tendo hili halifai kuigwa kwa namna yoyote. Kwa sababu kwanza jambo hili ni jambo la ubinafsi. Ni jambo la ubinafsi kwa sababu mimi siishi kwa nafsi yangu mwenyewe, naishi kwa sababu yuko mke wangu naye ananitazama. Naishi kwa sababu wako watoto wangu wananitazama. Naishi kwa sababu iko jamii inanitazama. Naishi kwa sababu wako ndugu zangu wananitazama. Naishi kwa sababu Mungu ameniweka duniani ananitegemea. Nipo hapa kwa kusudi maalum, sio kwa bahati mbaya. Kwa hiyo chochote ninachofanya lazima niufikirie. Hivi ninavyofanya hivi, huyu ninakuwa nimemtendea haki? Sio tu haki yangu mimi ya kuishi. Je, huyu ninakuwa nimemtendea haki? Jamii nakuwa nimeitendea haki? Mungu aliyeniweka duniani nakuwa nimemtendea haki? Kwa hiyo usifanye jambo ambalo litawahuzunisha watu wengine kwa sababu lina maslahi kwako binafsi. Fanya jambo ambalo hata kwako halina maslahi lakini kwa ajili ya watu wengine. Tunasema Yesu Kristo anawamiliki walio hai na waliokufa. Huyu Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu sisi. Alikufa kwa ajili ya uhai wetu sisi. Alikufa kwa ajili ya kila kitu ambacho sisi tulikuwa tumekipoteza. Kwa hiyo yeye alijitoa uhai wake kwa ajili yetu sisi. Hata sisi pia lazima binadamu tuwe na namna ya kutambua kwamba hatuishi kwa nafsi yetu, tunaishi kwa ajili ya watu wengine. Kama unafanya jambo halafu mwingine analia, kama unafanya jambo mwingine anahuzunika, manake umefanya kwa faida yako mwenyewe, hujafanya kwa faida ya wengine. Na namna hiyo binadamu hatufai kuishi kwa faida yetu. Tunapaswa kuishi pia kwa faida ya watu wengine. Watu wengine wafurahie maisha yetu. Watu wengine wafurahie uhai wa kuwepo kwetu. Watu wengine wafurahie kwa nini tupo duniani, wafurahi. Kwa hiyo unapofanya jambo kama hili, sio jambo la kuigwa, sio jambo la kufurahisha, na ni jambo linalopaswa kukemewa. Lakini niseme hivi ndugu zangu, ninapoenda kumaliza, kifo ni adhabu au ni hukumu ambayo Mungu ameiweka kwa mwanadamu. Kwamba kutokana na hatia ambayo tulikosa, katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 tunaona kwamba Mungu alisema mwanadamu mavumbi na mavumbi utarudi. Lakini haina maana ya kwamba mtu unaweza kurudi kwa hiari yako. Ni kama vile sheria inavyosema ukikosea utapelekwa mahakamani, na ukionekana umebainika kuwa ni mtu una hatia utatakiwa kufungwa jela. Lakini nataka niwaulize ndugu zangu, kuna mtu amewahi kujipeleka jela mwenyewe kwamba mimi nataka niende jela? Hayuko. Ukienda pale jela unasema mimi nimeona nije hapa jela, watakwambia wewe unataka kuvunja gereza. Wewe utahukumiwa kwa kosa lingine. Kwa hiyo kitendo cha kufanya hivyo ni kitendo cha kuonyesha kwamba wewe pia unafanya vitu ambavyo haviwezi kuleta matumaini wala haviwezi kukupa heshima yoyote katika maisha ya dunia hii. Kwa hiyo hebu watu wa Mungu tuone, tusubiri wakati wa Bwana. Yeye aliyetuleta, aliyetuweka duniani, anataka kusema nini? Anataka kutuchukua kwa wakati gani?
Kwa hiyo subiri wakati wa Bwana ukifika. Lakini jambo jingine ambalo nataka niwaambie, mauti ni roho. Roho ambayo inawezi kamvaa mtu yeyote. Kila mmoja huwa anapambania uhai wake. Yaani mimi hapa nikiugua, cha kwanza nauliza, jamani kinauma kichwa nifanyeje? Watasema nenda kwa daktari, kwa sababu napambania uhai wangu. Sasa kesho mimi naipambania uhai wangu, halafu mtu asikie kwamba nataka kuondoka, atachanganyikiwa. Umechanganyikiwa. Mimi kama jirani, ili tukio limeniumiza sana, kufuatana na jinsi marehemu alivyokuwa karibu na sisi wananchi. Yeye alikuwa anazaliwa wa hapa, lakini sio mkazi wa maisha yake, alikuwa Ifakara kwa maana. Lakini alipokuwa anarudi huko au akisikia kuna tatizo lolote, alikuwa anapita kila nyumba kukuona, kusalimia, kukupa pole na msiba ambaye inapata. Alikuwa ni kijana ambaye hana kujiona kwamba ni tofauti na watu wengine. Kila kundi alikuwa anacheka nalo, anaongea. Pia katika familia yao, majirani, alikuwa ni msaada mkubwa kwa hali na mali, ushauri, kuwaona kwenye matatizo, kuwasaidia. Alikuwa ni mtu wa watu. Hili linatufundisha kwamba, mimi nilipojifunza kwa hili, kwamba tusindikize kitu ambacho kinakuumiza moyoni, tuweke wazi ili wenzio wanaweza wakakupa msaada wa kushauri. Aidha kama hutaki majirani wao, kujiweka wazi, kuna wachungaji, mashehe, washauri na saa. Sasa kwa sababu tuna hali ya kwamba mimi nikajiulize kwa fulani, ndicho kinachotupelekea mpaka tunafikia kwenye mauti. Lakini endapo tungejirekebisha kwamba tuweke wazi mambo yote, tuweke wazi, nafikiri haya yote yangekuwa yanatukuta. Kwamba yeye alikwenda tu kufunga mali kusalimia ndugu na jamaa, aliposalimia ndugu na jamaa akaendelea na shughuli zake zingine. Baada ya kufika siku ya pili yake ambayo ni Jumatatu, hakuonekana kabisa. Baada ya hapo asubuhi ya Jumanne ndio baba kusikia kwamba, kwa sababu sisi kusema kutokana na kwamba yeye ndiye aliyefanya bila ambacho yeye anayejua ni yeye mwenyewe kwamba kilichotokea ni kitu gani akaamua. Lakini tu kibinadamu ni kwamba pale tunapopata labda msongo wa mawazo, tunakuwa na changamoto tunazopitia, tunashirikisha watu wa karibu, ili wakaribu, wachungaji, watu ambao ni wa heshima, ili waweze kutoa mawazo ambayo yanaweza kuondoa. Niko mahaba maarufu kama Msamia Pombolile, lakini pia mimi ni kijana niliyesoma na huyu marehemu. Toka tunaanza darasa la kwanza mpaka la 7, huyu jamaa hakuwahi kuwa mkorofi wala kuwa na tabia mbaya. Hivyo tulipoachana mwaka 96 alijiunga na kazi, kufanya kazi kwa watu pale Mbeya. Lakini pia baada ya kupata kazi, alipofanya kazi yake, alienda kufanya kazi ya kibiashara kule Ifakara, eneo la Mahenge. Lakini pia kila kirudi alikuwa anatukusanya kama kundirika, tulikuwa tuna enjoy alichonacho, tunakula pamoja, alikuwa hana kubagua. Hivyo hata alivyorudi juzi alikuja kusalimia, waliomkuta walifurahi naye wakaenjoy. Lakini kufikia leo hii tumepata kwa kweli, yani changamoto kubwa sana. Tukio hili la kujitoa uhai kwa kweli tunasikitika sana. Alipotoka kazini kwake huko Ifakara Mahenge, amekuja hapa amesalimia, na hili tukio limefanyika kwenye nyumba yao, nyumba ya wazazi. Kwa hiyo amefanyia tukio hili na kusikitisha, limefanyikia kwenye nyumba yao ya wazazi wake. Ndio hapo alipofanya maamuzi magumu, alifanyia kwenye nyumba ya wazazi wake. Kwenye mji wa raha, onane, paradiso.